Wazo lolote la biashara ili liweze kufanikiwa ni lazima lipitie hizi hatua nne, na ikitokea kwamba likashindwa kupitia hizi hatua nne, basi hilo jambo au hilo wazo lazima lisifanikiwe. Na unapomuona mtu yoyote kwenye biashara ameweza kufanya vizuri sana, basi jambo lake au wazo lake liliweza kufanikiwa kupita kwenye hizi hatua zote nne ambazo leo nitaenda kukufundisha. Na wewe kama una wazo la biashara, aidha unataka kuanzisha biashara yako, ni msingi kuweza kuzielewa hizi hatua nne ili kusudi uweze kuzipitia vizuri, ili wazo lako liweze kufanikiwa na wewe mwenyewe kwenye biashara yako uweze kufanikiwa. Hatua ya kwanza ni hatua ya kupata wazo, na tunasema ni conceptual stage. Ni stage ambayo mtu tayari amepata wazo. Hatua hii inaongozwa zaidi na nadharia kuliko uhalisia, na kwenye hii hatua mtu mwenye wazo utamkuta kwamba anapiga calculation nyingi sana za mamilioni. Anaona wazo lake ni wazo zuri sana kiasi kwamba baada ya muda, baada ya kulianza hilo wazo tayari atakuwa ameshafanikiwa. Na ndio maana wakati mwingine kwenye hii hatua mtu anakosa hadi usingizi kwa sababu wazo lake ni kubwa mno kuliko yeye mwenyewe. Sasa unakuta kwenye hii hatua mtu kama anataka kuanzisha biashara ya nafaka, ameshapiga mpaka na bei ya magunia, alishapiga mpaka na namna ya usafirishaji, ameshaangalia mpaka na kosti za usafirishaji nchini. Sasa hii hatua unatakiwa kuwa makini sana, kwa sababu ndiyo hatua ambayo watu wengi wameweza kuikosea na watu wengi wameweza kuingia hasara kwa sababu hawakuzingatia sana vitu vya msingi ambavyo vinatakiwa kuzingatiwa hasa kwenye hii hatua ya kwanza ya kupata wazo. Sasa hatua hii ya kwanza ya kupata wazo, unatakiwa kukaa na watu ambao ni wa msingi, watu ambao wana uwezo mkubwa kuliko wewe. Kumbuka kwamba kwenye maisha kuna vitu ambavyo wengine ndo wamepewa uwezo wa kuviona kuliko wewe. Sasa unapokuwa na wazo lako la biashara, hata kama liwe ni zuri kiasi gani, ni lazima uweze kushirikiana na watu ambao wana uzoefu mkubwa kwenye hilo jambo, ili kusudi waweze kushare experience, washare uzoefu, ili na wewe uweze kuwa na uzoefu hata kabla haujaweza kuanza. Umuhimu wa kuongea na watu ambao tayari wana uzoefu ni kukupunguzia changamoto ambazo zingeenda kujitokeza pindi ambapo wewe ukianza kulifanya hilo wazo lako. Kwa ni msingi sana kuweza kuielewa hii hatua ili kusudi usiweze kukosea na uweze kufanikiwa kwenye wazo lako. Hatua ya pili ambayo kila wazo linapitia, kila lengo la biashara linapitia, na usipoielewa hii utashindwa kuweza kutimiza lengo lako au wazo lako la biashara, ni hatua ya utekelezaji. Ni hatua ya utekelezaji, implementation stage. Hii ni hatua ya msingi sana. Kila mtu unapomuona anapata matokeo mazuri kwenye biashara yake, anapata matokeo mazuri kwenye kazi yake, alikuwa makini kwenye hii hatua. Ni hatua ambayo inaongozwa zaidi na uhalisia kuliko nadharia. Na ndipo hapa sasa unakuja kugundua kwamba kumbe wazo lako ambalo umelipata kwenye hatua ya kwanza lilihitaji muda, lilihitaji pesa za kutosha ili kusudi liweze kutimia. Na ndio hii stage ambayo unaona mambo yanaenda tofauti na namna ambavyo ulikuwa unategemea kwenye hatua ya kwanza. Na walio wengi kuna kauli ambazo huwa wanaanza kuzitoa hapa kwamba hivi niendelee na wazo langu au niishie hapa na wazo langu. Sasa ni hatua ambayo ni nzuri. Unatakiwa kuwa makini na unatakiwa kuwa mtulivu sana, kwa sababu wengi wameweza kuacha mawazo yao makubwa ya biashara kwenye hii stage ya utekelezaji. Na hii stage ya utekelezaji unatakiwa kuivumilia, kwa sababu ndiyo stage ambayo unaona mambo yanaenda tofauti kabisa na ulivyokuwa unatarajia mwanzoni. Lakini ukishavuka kwenye hii stage, unaingia kwenye stage ya tatu ambayo ni stage ya msingi zaidi. Stage ya tatu ambalo kila wazo, kila lengo la biashara lazima lipitie
ni stage ya kubaki peke yako, tunasema isolation stage, na hii ndiyo stage chungu kuliko stage zingine zote za wazo ama lengo la biashara. Hii ni hatua ambayo utahisi kwamba umebaki peke yako kwenye maisha. Watu ambao ulikuwa unawategemea watakupa msaada, watu ambao ulikuwa unawategemea watakupa connection, watu ambao ulikuwa unategemea watakulipa, wanapotea kwenye maisha yako, wanapotea kabisa kwenye wazo lako, wanapotea kwenye lengo lako, unabaki peke yako. Na hii ni hatua ambayo inapima uimara wa wazo lako, inapima uimara wa lengo lako, na ndo inatutambulisha kwamba lengo au wazo lako lilitoka kwako mwenyewe ama lilipata kutoka kwenye msukumo wa nje. Wale watu ambao wanafanikiwa kuvuka kwenye hii stage ni wale ambao wana persistence na mawazo yao yanatoka kwao wenyewe. Lakini walio wengi vile vile wanashindwa sana kuvuka kwenye hii stage kwa sababu ni stage chungu sana. Yale mambo ambayo ulikuwa unayategemea hayapo kabisa, unabaki mwenyewe. Usichokijua ni kwamba unatakiwa kuongeza uvumilivu kidogo ili kusudi uingie kwenye hatua ya 4, hatua ambayo ni ya matokeo makubwa. Sasa hatua ya 4 ya wazo lolote lile la biashara, lengo lolote lile la biashara ni hatua ya matokeo makubwa, celebration stage. Celebration stage. Hii ni hatua ambayo kila mtu aliyekuwa ameondoka kwenye maisha yako, kila mtu ambaye alikuwa amekuacha, watu wote ambao walikuwa wameondoka kwako wakati wewe unafanya, wataanza kusogea. Na wataanza kusogea kuonyesha uhalisia kwamba walikusaidia, walikuwa wanapiga hatua na wewe wakati wa wazo lako la utekelezaji. Sasa usichokijua ni kwamba hii na yenyewe ni hatua ya msingi, kwa sababu una uwezo wa kuwaacha watu wa msingi ambao walisimama na wewe wakati wa tabu na kuchukua watu ambao wamekuja kwako wakati wa mafanikio, na ikatokea ukawasahau wale ambao ulidumu nao wakati wa tabu, ukawakubalia hawa watu ambao walikuja kwako wakati wa mafanikio, basi jua kabisa kwamba mafanikio yako yatapotea. Na ndo hapo ambao tunasema utaingia kwenye ukurasa ambao tunasema ni premature exposure. Unatakiwa kuwa makini kwenye hii hatua. Marafiki ambao watakuwa wanaingia ni marafiki ambao wamekuja kwa sababu ya mafanikio yako ambayo umeyapata. Ndugu wataanza kurudi, wale watu ambao walikuwa wanaongea vibaya juu yako wewe wataanza kubadilisha kauli. Unatakiwa kuwa makini kwenye hii stage kama unataka kuendelea kuwa ni mtu wa mafanikio. Sijajua wewe upo kwenye hatua gani kati ya hizi hatua 4 ambazo nimejaribu kukueleza, na kama upo kwenye hatua moja hapo, basi ni vizuri kuweza kuiandika hapo kwenye comment ili kusudi tukajua na tukajifunza namna ambayo tuna uwezo kukusaidia ili kusudi uweze kutimiza zaidi lengo lako.